Habari za wakati huu mtazamaji na mwanamichezo mwenzetu wa Samovite Media, ikiwa ni tarehe 17 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, tukiwa hapa kwa ajili ya kukuletea uchambuzi mawili matatu. Tutazame na tuangazie nini kitakachoendelea ndani ya mchezo wa siku ya leo kati ya RS Berkane pamoja na Simba Sports Club, ambapo Simba atakuwa ni mgeni katika mchezo huo, lakini ni finali ya shirikisho ikimaanisha kafu. Twende tukamsikilize mchambuzi wetu Michael Mondela. Mimi naye kuongozea wakati huu naitwa Naida Tanasi. Habari yako? Salama kabisa. Kwa upande wako kwanza tukianzia kwa mfumo ambao wametumia kocha wa vilabu vyote viwili, unatazamaje? Na kwa haraka unaweza kutupitisha katika historia ya vilabu hivi viwili? Kwanza kabisa nianzie kwa upande wa Simba Sports Club. Simba Sports Club mara ya mwisho kushiriki finali ilikuwa ni mwaka 1993 ambapo alikuwa akishiriki finali hiyo ya kombe la shirikisho. Mpaka hivi leo 2025 anakwenda kushiriki finali yake ya pili, ikiwa ni miaka 32 imepita. Usijisaulishe Mtanzania, kwa sababu ni tarehe 17 ambao tulikuwa tunaisubiri wengi kwenye swala zima la finali ya kwanza ambayo itapigwa pale jiji la Berkane majira ya saa 4 kamili usiku. Kwa siku ya leo Simba ni underdog. Hata ukiangalia kwenye mikeka mingi ambayo wanakwenda ambayo wameweka hizi timu mbili, Simba wamempa odds nyingi kwamba hana uhakika wa kuweza kushinda. Mwenye uhakika wa kuweza kushinda ni RS Berkane. Kwenye upande wa vikosi vya Simba Sports Club pamoja na RS Berkane vyote viko vizuri, lakini kwa upande wa Simba Sports Club kikosi si cha mabadiliko makubwa sana. Ukiangalia kwa mfano golini yupo Kamara, yupo Mohamed Hussein, kapteni kama alivyozoeleka, Shomari Kapombe yupo pale, Yusuf Kagoma eneo la katikati, lakini pia Mkwala naye yupo siku ya leo akiweza kusongesha pale mbele yupo. Mabeki ni Shomari Kapombe, Mohamed Hussein, lakini Abdulrazak Hamza naye yupo, Chamo Karabo. Viungo ni Fabrice Ngoma, mzee wa kukata kabisa, Yusuf Kagoma ambaye yupo eneo la katikati kama tulivyomzoea kukata kabisa umeme. Mwingine ni Elim Panzu, kipa sawara huyo, mwamba kweli kweli, ambaye kwa sasa hivi amejizolea umaarufu wa kutosha. Tunaona hapa kuna surprise ambayo ameifanya Fadlu Davis kwa kumwacha Jean Charles Ahoua, ambaye kwenye upande wa washambuliaji tunafahamu kasi na uwezo alionao Jean Charles Ahoua, lakini Kibu Denis Prosper ambaye amekuwa akifanya vizuri kwenye masuala mazima ya kombe hili la shirikisho mpaka alipoweza kufika. Unaona mchango mkubwa ambao ameufanya Kibu Denis. Mechi zidi ya Stellenbosch alionyesha uwezo pale Zanzibar, mechi iliyopigwa pale Zanzibar, lakini ikaenda kuisha kule South Africa. Kitu kingine ambacho ni surprise kubwa ni kuhusiana na Stefan Mkwala, ambaye amekuwa si wa kusemwa sana, lakini mashabiki wanaona kile ambacho anakifanya. Jambo lingine ni kubwa kwa mashabiki ambao walikuwa wanategemea Elim Panzu kuonyesha uwezo ambao hatukuweza kutegemea hata sisi wachambuzi, lakini anauonyesha kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Cha kumalizia hapo kwenye upande wa viungo, ni surprise sana kumuona katikati Yusuf Kagoma, mzee wa kukata na shoka, lakini pia Fabrice Ngoma ambaye yupo eneo la katikati, wakienda kusaidiana kuua, kwa sababu pale eneo la katikati kwa upande wa RS Berkane wamekuwa kipatumia vizuri sana kuweza kufanya mashambulizi, na mfumo atakaweza kuanza nao leo Fadlu Davis, mwamba kweli kweli, ambaye amezoeleka pale Simba, kocha ambaye amekuja na mafanikio yake ya tofauti sana, kwa sababu miaka 32 si mchezo kuweza kuipeleka Simba kwenye finali nyingine. Mfumo ambao anaingia nao leo ni 4-3-3, mfumo ambao utakuwa ukitegemea sana eneo la katikati, lakini pia kuweza kujilinda, kwa sababu unavyokwenda na watu wanne akiwepo beki Shomari Kapombe, Abdulrazak Hamza, Chamo Karabo, Mohamed Hussein, mabeki ambao watakwenda kumsaidia siku ya leo kwenye ile kuunga shepu ya watu wanne. Lakini watu watatu pale katikati atakaa Fabrice Ngoma ambaye atakuwa ni kiungo wa kati, bila kusahau Yusuf Ali Kagoma kiungo wa kushoto, Elim Panzu naye atakaa kama kiungo siku ya leo, au hapo watatu. Lakini tatu ya mbele ambao atakwenda kumalizia ni Dennis Kibu Prosper. Tunajua kasi yake ya kuweza kushambulia, lakini pia kuweza kuforce, huo tunamuita forcing striker. Ukifananisha ni wewe tu unafananisha na upande wa pili unapata forcing striker kama huyo Kibu Denis Prosper, mwamba kwa kweli. Mzee wa faulo Jean Charles Ahoua atalamba
upande wa kushoto, lakini pia Stefan Mkwala atamaliza eneo la katikati na mfumo unakuwa umekaa kwa namna hiyo hapo kwa siku ya leo. Kwa upande wa kwa upande kwanza wa mfumo ambao kocha ametumia, unadhani utaweza kuwa ni rahisi sana kumpatia matokeo kulinganisha na kikosi pinzani ambacho wanaenda kuingia nacho siku ya leo, au itakuwaje? Kwanza kabisa niseme kwa Fadlu Davids amekuwa ni mtu wa surprise sana kwa sababu unavyoingia na Kibu Denis Prosper pamoja na Jean Charles Ahoua, mwamba ambaye ukitenga faulu anakufanyia vizuri, Mkwala, ukiangalia Yusuf Ali Kagoma, mimi naona ni mfumo ambao unakwenda kuperform kwa sababu gani? Unavyocheza ugenini, ukiwa unacheza mechi kama hizi za finali, ni mechi ambayo tunahitaji kwanza twende tukatafute ugenini. Tukikipata aidha tutoe sare au tushinde kabisa, na kitu kingine tupunguze idadi ya magoli. Kwa hiyo kuna vitu vitatu ambavyo Fadlu Davids leo inabidi avitafute. Na akifanikiwa kimoja wapo, kwa mfano akifanikiwa kutoa sare, itakwenda kumsaidia uwanja wa Benjamin Mkapa. Tumeshazoea kwamba kwa Mkapa hatoki mtu, lakini pia akimsaidia kuweza kushinda kabisa, anakuwa amemaliza mchezo ambao utakwenda kuishia pale Benjamin William Mkapa. Na nikukumbushe mechi ambayo ilichezwa 1993 ilimaliziwa pale pale Benjamin William Mkapa. Sawa, kwa kumalizia na kikosi cha RS Berkane kwa mfumo wa kocha, lakini na kikosi ambacho anaanza nacho. Kwa mfumo wa kocha wa RS Berkane anaingia na 4-2-3-1, mfumo ambao utakuwa na goalkeeper Munir ambaye atakaa golini. Kikubwa kabisa ni kukumbushe tu mtazamaji ambaye anatazama kwa wakati huu kwamba RS Berkane ameshachukua ile ligi ya Botola akiwa na pointi zake 70 na yeye ndo bingwa. Na unavyozungumzia bingwa usisahau kwamba amechukua shirikisho mara 2, lakini pia ni mwanafainali wa mchezo wa msimu uliopita ambapo alicheza fainali dhidi ya Zamalek na bingwa alikuwa Zamalek msimu ulioweza kupita. Kwanza kabisa nianzie kwenye upande wa mabeki ambao watakwenda kucheza siku ya leo, watakaounda ile shape ya 4 ni Hamza El Moussa ambaye atakuwa na Ad-Tafi, Ayub Khair, Mamadou Lamine Kamara ambao wataunga hiyo safu ya watu 4. Viungo wa kuzuia pale katikati atakuwepo Yosef Mehil, lakini Hassan ambaye atahusika na yeye kuweza kulinda kiungo wa katikati. Viungo wa kushambulia atakuwepo Paulo Basen ambaye atakuwepo pale eneo la katikati, Osama Lamil eneo la kushoto, Yasin Labil atakuwepo eneo la kulia, lakini mshambuliaji ni Isamo Dayo. Sasa kwa upande wa Isamo Dayo amemaliza ligi kuisha akiwa na mabao 9. Unaona tofauti kabisa, ni yeye ni mshambuliaji lakini pia na yeye ni forcing kama ilivyo, tofauti kabisa na upande wa Tanzania ambako Jean Charles Ahoua anaongoza akiwa na magoli 15. Kwa hiyo unaona ugumu wa ligi ya Morocco na ugumu wa ligi kuu ya NBC jinsi ulivyo tofauti, na utofauti wake kila mmoja kwenye kuforce kwa upande wa kushinda magoli. Sawa, sasa tukizungumzia au tukienda kuangalizia kwa upande wa msimamo wa magoli sasa kwa upande wa Simba, lakini kwa upande wa RS Berkane. Simba mpaka sasa kufikia kwenda finali kwa uwezo wake, au tukizungumzia kwa upande wa magoli yake, unaweza kuna sehemu labda anaweza kwa historia ya magoli yake akatoboa kwa akiwa nje ya nyumbani sasa, na magoli ambayo huwa anafunga akiwa ndani ya nyumbani anaweza kumsaidia kupata chochote kitu, au ni tunabidi tutafute sare tukienda kuforce nyumbani? Cha kwanza kabisa ni watoe hofu mashabiki wa Simba ambao wamekuwa wakiogopa mchezo huu. Mimi naona Simba ikienda kushinda kwa sababu Simba popote kambi, lakini kikubwa zaidi kwenye yale magoli ambayo atakwenda kufungwa. Nimeongelea hapo mwanzo kuhusiana na forcing striker, lakini pia uwezo wa Jean Charles Ahoua, Stefan Mkwala ambao wamekuwa kiforce kuweza kushinda magoli. Kwa hiyo Simba Sport Club watapata goli, na wakipata goli kama nilivyoweza kuongea mwanzoni, dakika za mwanzo, dakika 15 zile za mwanzo, kama wakifanikiwa wakapata goli, watamforce RS Berkane kuweza kutafuta kurudisha lile goli, na RS Berkane kama atafanikiwa kurudisha goli maana itakuwa ni sare. Wakienda kule Benjamin Mkapa show imeisha. Kwa upande wa uzoefu sasa wa kushiriki katika
finali hizi. Simba ni kwa mara ya pili sasa hivi anaenda kushiriki, lakini kwa RS Berkane ni kama ni mara yake ya 5 hivi kwenda kushiriki. Hiyo haiwezi kumpa RS Berkane kwamba nimeshafanya kwa muda mrefu, lakini Simba ni kwa mara ya pili, kwamba Simba atapata wasiwasi au huyu RS Berkane kwamba atakuwa na uzoefu zaidi kumzidi Simba. Hapo kwanza kabisa finali ni finali. Haijalishi wewe ni mzoefu, wewe ni mgeni kwenye finali, finali ni finali. Na finali za CAF kama tulivyozoea zinachezwa mara mbili, inachezwa ugenini lakini pia inakuja kumaliziwa nyumbani. Kwa hiyo kwa upande huo finali ni finali, lakini mwenye advantage kubwa ni Simba Sport Club ambaye anaanzia ugenini na mechi anakuja kuimalizia nyumbani. Tunaongea kwenye upande wa ukubwa. Ukiwa mkubwa kwenye masuala mazima ya CAF unakuwa una ule tunasema confidence kubwa. Na Simba mpaka sasa kufikia kwenye level ambao wamefikia, confidence tayari ameshaipata, kwa sababu ukiwasikiliza makocha wa Simba, Fadlu Davis, ukimsikiliza mwekezaji wa Simba, wao walikuwa wanasema wanaweka wanakijenga kikosi, lakini mpaka sasa kilipoweza kufikia ni confidence kubwa sana kwenye kikosi cha Simba Sport Club. Kwa kufikia kwenye hiyo hali, na wamecheza robo finali takriban mara 3. Na zaidi ya mara 3 wamecheza robo finali. Kwa hiyo wanakuwa wanajua kabisa kwamba hii tunacheza hivi, hii tunacheza hivi ili tuweze kufanya hivi. Lakini kitu kingine nilichokiona tofauti kabisa kwa Fadlu kwenye msimu huu ni kwamba Fadlu anakwenda kucheza kimalengo. Haendi kuangalia kwamba huyu ni mkubwa, huyu ni mdogo, nicheze naye kwa namna ipi. Kwa hiyo naiona Simba ikifanya vizuri siku ya leo, lakini pia RS Berkane na wenyewe kwenye ukubwa huo. Tunavyoongelea ukubwa hapa, nikukumbushe tu ligi ya mabingwa kule. Kwenye mabingwa wenyewe alikuwepo Ahly ambaye anafahamika na confidence yake kubwa, lakini aliweza kutolewa dhidi ya Mamelodi Sundowns ambao aliweza kumtoa akiwa ugenini. Na unaangalia finali na kuna kucheza Mamelodi dhidi ya Pyramid. Kwa hiyo tayari unakuja kuona kwamba ile confidence wamekutana nani na nani, lakini pia kwenye ukubwa iko vipi. Kitu kingine nikukumbushe, kama hii mechi Simba atafanikiwa kutoa sare ugenini, nikukumbushe RS Berkane aliwahi kufika pale Benjamin Mkapa. Aliwahi kufika kipindi cha Pape Osman Sako akiandika goli moja uwanja wa Benjamin Mkapa, na mechi ikalala hivyo 1-0 2023 alifanya hivyo Simba Sport Club. Kwa hiyo Simba Sport Club kuweza kuimaliza mechi hii uwanja wa Benjamin Mkapa anao. Sawa, huyo ni mchambuzi wetu Michael Mundela ambaye alikuwa anatupitisha katika dondoo 2-3 kuhusiana na mechi ambayo inaenda kujili siku ya leo muda wa saa 4 kamili ya usiku. Mimi ni Naida Tanasi, nilikuwa na mchambuzi wangu. Endelea kubaki na sisi, usitoke. Endelea kulike, kusubscribe, kushare katika channel yetu ya Samawati Media.